Salamu alaikum. Mimi namshukuru Mungu kwa kunipa neema hii na kibali cha kusimama mbele yenu waandishi wa habari, lakini pia niwashukuru waandishi wa habari kwa kuitikia wito huu wa kuja kwenye mkutano huu ili kuweza kuwakilisha maneno yetu tutakayosema mahali hapa kwa taifa letu la Tanzania. Bwana Yesu asifiwe sana. Nashukuru Mungu, kuna mengi ameshasemwa na waliotangulia kabla yangu, na mimi na machache nitaongeza kati ya yale ambayo waliotangulia wamekwisha kusema. Nitarudia kwenye kikao cha mara ya kwanza kabisa kabla hatujaingia uchaguzi mwaka jana. Tulishawahi kuja mbele ya waandishi wa habari, na moja ya rai yangu kwa taifa niliomba Watanzania kuwa na utulivu, kuheshimu mamlaka iliyopo madarakani. Nilisema kupiga kura ni haki ya mtu, lakini kufanya vurugu ni uhalifu. Nikasema ni vizuri ukajitokeze ukapiga kura, kwa sababu ni haki yako kimsingi, lakini ukiona kama haki hiyo sio muhimu sana kwako, baki nyumbani, usijitokeze kufanya vurugu, kwa sababu nchi hii ina vyombo vya dola. Ukifanya vurugu watabadilisha. Niliomba sana, nikawasihi sana, msiwasikilize wachache wanawadanganya, wanawaambia muandamane, wenyewe hawatokei mstari wa mbele. Mtakaoumia ni nyinyi. Leo kuna mambo kama yale yanaanza tena kujirudia. Wanaanza kusema tena habari ya maandamano, tutokee tuandamane, tukaandamane. Ndugu zangu wa Tanzania, mmesahau leo tumeshasahau iliyotokea Oktoba hapo 29. Mmeshasahau tayari. Tujifunze kwa yale yaliyotokea, tusipende yarudie yale. Hili ni tatizo, ni hatari. Tukumbuke tumekaa mkudauni siku ngapi? Siku 5. Kilo moja ya unga ilikuwa shilingi ngapi? Shilingi 5,000. Na ukienda unauziwa kilo hii moja, haijalishi mko wa 7, mko 10, mko 20, utauziwa kilo moja shilingi 5,000. Hali ilikuwa mbaya. Siku 5 tu. Hatujifunzi. Anatokea mtu anasema tuandamane, tufanye vurugu tena. Hapana. Hapana. Tusipende kurudi kule tulikotoka. Watu kama hawa wanapaswa kupuuzwa. Tuwapuuze. Tuachane na wanasiasa ambao wanataka kuligawa taifa hili. Tunapenda siasa. Tunapenda siasa. Lakini siasa za kutugawa, hapana, hatukubaliane nazo. Siasa tunapenda, lakini siasa za kutugawa hatukubaliane nazo. Haijalishi nani atafanya siasa hii au upande gani, hatutakubaliana nao kabisa. Awe ni CCM, iwe ni Chadema, iwe chama gani, akifanya siasa za kutugawa, huyo tunamkataa. Lakini akifanya siasa za kutuweka pamoja, tutashikamana naye. Niwaombe wa Tanzania, naomba sana kweli, eloni hili, tuna wajibu wa kuilinda nchi yetu. Nchi hii ni ya kwetu. Mimi ni Mtanzania, kwetu hapo karibu tu hapo kijijini.
Yaani likitokea kutokea sina pa kukimbilia. Ni hapo tu. Hao nao wadanganya, likitokea kutokea wana mahali pa kukimbilia. Na wakati mwingine wanafanya vurugu, watoto wao, wake zao, familia zao haziko hapa. Wewe na mimi tutaenda wapi? Tutaenda wapi? Tuna wajibu wa kulinda nchi hii. Mimi najivunia kuzaliwa kwenye nchi ya Tanzania. Najivunia sana, najivunia na nafurahi kwa Tanzania. Kwa sababu moja, nchi hii haina udini. Sisi unaona hapo tulipo, tuna Wakristo na Waislamu tuko pamoja. Tunaongea lugha moja. Naipenda nchi yangu. Haina udini. Mbili, haina ukabila. Siwezi kwenda mfano akasema tukusaidie kwa sababu si kabila letu. Nchi hii haina ukabila. Kwa hiyo nafurahi kuzaliwa kuwa Mtanzania. Kwa hiyo kama nikifurahi kuwa Mtanzania, basi na wajibu ya kulinda Tanzania. Sitakuwa tayari kuambatana na yeyote yule ambaye ana kusudi, ana malengo ya makusudi kugawa au kupoteza amani hii ya Tanzania. La pili, sifurahi na vitendo vya wachache. Sifurahi na vitendo vya wachache ambao kwa makusudi kabisa anaingia mtandaoni kwa kasimu kake cha shilingi 2,000 3,000, anaamua kumtukana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi sifurahishwi na vitendo vya namna hii. Haidarishi una uwezo kiasi gani, una elimu kiasi gani, lakini ukiwa na tabia namna hii nakuona ni wahovyo tu. Ni wahovyo kabisa. Kwamba wewe si mstaarabu na hauna ustaarabu na hauna maadili. Kwa sababu mtu aliyozaliwa kuwa na maadili huwa hatukani wakubwa. Sisi wakati tunafundishwa na wazazi wetu, kuna vipimo tulikuwa tunapimwa na wazee. Unakutana mzee barabarani anakwambia hivi, kijana, ukienda ukimwona babako mwambie nimwambie kitu fulani. Alafu unaangaliwa, utapeleka hayo maneno kwa mzee wako? Kwa hiyo ukipeleka maneno, mzee anasema hivi, hakuniambia yule, umesema wewe. Kwa anakuwajibisha ili kukuta discipline. Kwa hiyo tumelelewa kwenye malezi ya kuwa na discipline, kuheshimu wakubwa. Tukiona barabarani mtu mzima amebeba mzigo na msaidia, tumelelewa namna hiyo na kushangaa, wewe ni Mtanzania wa wapi? Usiheshimu wakubwa? Umelelewa kwenye maadili gani? Mbona mimi nakushangaa wewe? Ni wa wapi wewe? Ambao unashinda mtandaoni kutwa kutukana tena Rais wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania, unatukana kweli? Inawezekana uelewi. Mimi acha nimalizie pale ambako umesoma George. Pale chini. Ile Warumi 13. Utasoma kwa mstari wa pili. Alisoma mstari wa kwanza. Mimi nasoma mstari wa pili. Ile Warumi 13. Nasema hivi. Hivyo amwasie mwenye mamlaka ushindana na agizo la Mungu, nao washindanao watajipatia hukumu. Unapojaribu kushindana na mamlaka iliyoko juu, unashindana na Mungu, na kile kinatokea utakutana na hukumu ya nani? Ya Mungu. Usitafute hukumu ya Mungu. Hukumu ya Mungu ni mbaya. Hukumu ya Mungu inaua. Hukumu ya Mungu inatesa. Watu wa Mungu wa Tanzania, niseme tu kwa maisha machache haya kwamba uchaguzi umeisha. Uchaguzi umefanyaje? Umeisha. Jukumu tuko nalo sasa kujenga taifa. Tuache propaganda. Hizo propaganda za wanasiasa hazitupeleki popote. Tulijenge taifa. Halo? Tulijenge taifa. Taifa ni la kwetu. Wa kulijenga ni sisi. Tukikaa kwenye malumbano, hatuwezi kujenga taifa, tulipotosha.
Hiki kizazi chetu hiki kitu kizaa tunakipeleka wapi? Watakuwa ni watu wa namna gani? Hapana. Tuna jukumu la kujenga taifa. Tumwache rais afanye kazi. Tumwache rais afanye kazi. Kama viongozi wa dini tunasema, rais, songa mbele. Songa mbele. Songa mbele, tuko pamoja na wewe. Songa mbele. Yale ambayo umefanya tumeona. Umefanya mengi, tumeona. Wametangulia amesema, nasema na mimi na support na nakiri kwamba tumeona utakifanya. Songa mbele. Mungu akubariki sana. Nakushukuru sana baba askofu. Mungu akubariki sana, tunakushukuru sana. Sasa kutokana na muda, nisichukue muda nimkaribishe Sheikh Abubakari Kada. Sheikh Abubakari Kada, dakika zako njoo zitumie, na mchungaji Sayuni ujiandae. Karibu Sheikh wangu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ndugu zangu, kwanza ni washukuru ndugu maskofu mlioko hapa na ndugu wachungaji na ndugu waandishi wa habari na waumini mlioko wengi hapa, mabibi na mabwana. Nimepata fursa ya kuongea na nyie juu ya machache ambayo yanaikumba nchi yetu. Kwanza mimi nitakazia walipoishia wenzangu. Juzi, nafikiri kama sikosei, mwezi huu tume iliyopewa kazi na rais ilikabidhi ripoti. Ndani ya ripoti ile tume imeeleza wazi kwamba watu waliokufa kutokana na vurugu walikuwa watu 500 waliokufa, lakini kadhalika uharibifu wa mali uliotokea ni mkubwa sana. Takribani sheli zaidi ya 40 zimechomwa moto. Mali za watu, maduka ya watu yameporwa na vikundi vya kigaidi ambavyo wenyewe walikuwa wanasema wanaandamana. Lakini mimi niwaulize swali, hivi mtu anayeandamana anachoma moto sheli, anachoma vituo vya mwendokasi, huyu ni mwandamanaji kweli? Na nataka nikwambieni ukweli, hapa Magomeni wanajeshi walifanya kazi ya kuwazuia watu wasiingie Kariakoo, na pale kwa mkuu wa mkoa walisema inatosha, hapa sasa hamwezi kwenda tena. Hii inamaanisha nini? Wangefika Kariakoo leo hakuna nchi, maduka yote yangepigwa moto, uporaji ungekuwa mkubwa, na walikuwa wanasema wanakwenda feri kulipua matanki ya mafuta ili nchi iparalyze, ishindwe kujiendesha. Na kikundi kingine kilikuwa kinaelekea Kinyerezi, pale ambapo unazalisha umeme wa gesi, wakalipue mfumo wa umeme wa gesi, nchi isimame. Hawa kweli ni waandamanaji kweli? Hawa walikuwa ni magaidi. Kwanza hata kuwafungulia kesi za uhaini, nafikiri serikali ilikosea, itakuwa kesi ya ugaidi. Hivi ni vitendo vya kigaidi. Leo watu wa Mbezi mpaka leo wanapata shida ya usafiri, shilingi 7,000 kwenda Mbezi. Mwendokasi haijarejea katika hali yake ya kawaida. Lakini mimi nataka kusema nini hapa? Nataka kusema hivi, ikiwa Rais Samia amekiri, Dr. Samia Suluhu Hassan amesema kwamba amesikitishwa na yaliyotokea na ni matamanio yake kwamba isitokee tena katika historia ya Tanzania. Amesema hakusema? Kama amelisema hili, sasa nizamu ya vyama vya siasa, Chadema, nizamu ya askofu au tuseme katibu mkuu wa teki Bwana Kitima, walaani vitendo vya uhalifu vilivyofanywa na makundi ya waandamanaji. Lazima walaani, kwa sababu siku zote nao wanazungumzia upande mmoja, lakini upande huu ushakiri kwamba mmoja yametokea na serikali imesikitishwa. Sasa hivi ni zamu ya ndugu zangu sasa nao wakiri, walaani mauaji. Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, kilani matendo yaliyofanywa na hivi vikundi vya kigaidi. Na kama wasipofanya hivyo, tuna mashaka pengine nao wao walikuwa nyuma ya majambo. Tuna mashaka.
Na mimi nasema ile tume, ndio maana rais akasema kwamba ile tume ni tume ya rais, yaliomo yasitolewe nje. Lau yakitolewa nje tutakimbiana. Ile inaitwa Pandora box. Kuna hadithi ya Kigiriki inasema, maana Wagiriki ni wapagani, lakini walikuwa wanaamini hadithi ya Pandora box. Wanasema mwanadamu wa kwanza Kigiriki alikuwa anaitwa Pamotheo, ni kama Adamu, kama simulizi yao ya kipagani, lakini alikuwa na mke wake. Sasa huyo mwanamke wake alikuwa ni mbishi, kama ilivyokuwa kwa Adamu na Hawa. Akaenda akafungua ile box. Alifungua ile box tu, matatizo yote yakajitokeza, majanga, uizi, ujambazi yakajitokeza. Ndio maana Samia ameamua kuwasitiri. Amesema ile tume ikimwagwa hapa tutakimbiana. Kuna watu wamehusika. Tunao ushahidi, watu walikuwa wanakaa Msimbazi wakipatanisha hicho chama kati ya Tundu Lissu na mwenzake wapatane. Kiongozi mkubwa sana wa nyumba ya ibada. Sasa ndugu zangu, kama alivyosema ndugu askofu, kule Kongo kuna dhehebu moja lilikuwa linasimamia uchaguzi wa Kongo, ili mgombea wao washindi anaitwa Fayulu. Sitaji hilo dhehebu kwa sababu hilo dhehebu kule Kongo ni 80%. Lakini matokeo yake Kabila akafanya njama akashinda huyu Tshisekedi. Lile kanisa likawa limefanyaje? Limeshindwa. Sasa ndugu zangu, niseme ukweli, na mimi nitaongea ukweli hapa leo. Tanzania hakuna dhehebu moja ambalo linaweza kumweka rais madarakani, hakuna. Sisi Waislamu hatuna uwezo huo, wala kanisa moja halina uwezo huo kumweka rais peke yao, haiwezekani. Lazima tuwe pamoja. Na hili lazima tuseme ukweli. Mimi niseme hivi, rais aliyepita wa awamu ya 5 ametujengea msikiti mkubwa kuliko misikiti yote Afrika Mashariki. Uongo kweli? Ni Mkristo, alikuwa Muislamu. Aliyekuwa mkuu wa mkoa Makonda, BAKWATA walikuwa hawana ofisi. Hawana ofisi ya kuendesha taasisi zao. Makonda akaenda akasimamiwa ofisi ya BAKWATA imejengwa ya gorofa pale. Makonda alikuwa Muislamu. Si alikuwa Mkristo? Acha huyo, Magufuli amejenga msikiti kule Bukoba, amesimamia. Na kule kwa Uchato amesimamia. Benjamin Mkapa aliwapatia Waislamu chuo kikuu Morogoro. Mkapa ni Muislamu. Sasa mimi nataka niseme leo, unielewe vizuri. Sisi Waislamu, kiongozi yoyo, rais yote atakayokuja tutamsupport. Awe Mkristo, awe mpagani, awe mlokole, awe Mwangilikana, tutamsupport kwa sababu ni Mtanzania. Hatutokuwa wasaliti. Tutaungana na kiongozi yeyote ambaye anatawala nchi. Na watu wasifikiri kwamba sisi kusupport haya mambo kwamba sisi labda tunatumika. Hivi kama alivyosema ndugu mchungaji hapa, ingetokea vita tunapigana leo, tungekuwa na hali gani? Siku 5 tu tunalia. Mimi fujo imetokea ila nilikuwa nayo, lakini shekhe, sehemu ya kula hakuna. Tunalia. Sasa leo tena wanaturudisha kule kule. Inawezekana vipi? Na mimi niseme, maandamano si kitu kibaya, yamo kikatiba. Kenya alipoanza maandamano ya Gen Z wakati mwaka jana, sijui William Ruto. Tanzania ndio Samia kafanya maridhiano na Chadema. Mbowe na Tundu Lissu walianza kuandamana nchi nzima. Tundu Lissu anaandamana Magomeni, nimemuona na mguu wake anatetemea. Anawaambia polisi, polisi wanamsindikiza, wanasema nyie ndio mmenivunja mguu, mmenipiga risasi. Polisi wanamsindikiza. Waliruhusiwa kuandamana nchi nzima. Lakini walipoona maandamano ya Kenya yamenoga sasa, Wazarama anasema ngoma inogire, nao wakasema Samia must go. Kama walivyosema Ruto must go kule Kenya, nao wakaanza Samia nini? Must go. Ikaonekana la kumbe lengo lenu ni kupindua serikali, maandamano yakazuiwa. Kwa hiyo mgema akisifiwa anaongeza kwenye pombe maji. Hebu tuache masifa. Hivi wewe unaposema umtambue rais, wewe nani? Jana nimemsikia balozi wa Marekani anaitwa William Trichman. Alikuwa anaongea kwenye bunge la Senate la Marekani. Anasema anakuja Tanzania
na atafanya kazi na serikali ya Tanzania. Kwa Tanzania ni nchi muhimu sana Afrika Mashariki, na ina madini muhimu wanayataka. Wanasema watayachimba kwa maslahi ya nchi zote mbili. Balozi wa Marekani ambaye ni mteule juzi siku ya 3 anayetambua serikali ya Tanzania, ndio maana anakuja kufanya nayo mikataba ya uchimba madini. Sasa wewe Chadema wabuza na Kimpangulile na Mbagala unasema mtambui Samia? Hivyo una akili kweli? Ndio maana tunasema hivi, lazima ifike mahala sisi tukemee haya mambo kama viongozi wa dini. Kusema kwamba Samia hajafanya chochote ni uongo na unafiki. Barabara za mwendo kasi kuanzia Gongo la Mboto, Bibi Titi Mohamed kupitia hapa Posta mpaka unakwenda Tegeta, gharama yake unajua shilingi ngapi? Bilioni 368. Na zinajengwa zinaelekea kuisha. Ile shopping mall iliyoko Ubungo inaitwa East Africa, gharama yake ni bilioni 520, imeisha na inafanya kazi. Na maduka yanafanya kazi. Juzi Samia amesaini mikataba 9 na rais wa Kenya, ikiwemo kupeleka gesi Mombasa. Sisi watu wa kaskazini, maana mimi kwetu ni sehemu inaitwa Ugweno mlimani kule, ukienda Moshi kuja huku ni masaa 10. Samia sasa hivi amesaini mkataba na Ruto kuunganisha reli ya SGR kutoka Bagamoyo kwenda Sadani, Tanga mpaka Serengeti kwa Wakuria kule. Kwa mimi nitakwenda Moshi kwa masaa 3.5 kwa treni ya mwendo kasi. Alafu wewe ushakula dona lako na dagaa chungu unasema eti Samia hafai kuwa kiongozi. Hivyo wewe unajitambua kweli? Kwa hiyo tunasema kwamba kama alivyosema Sheikh Popo, Samia ni malkia wa Afrika. Utake usitake. Tumuongeze mama makofi mengine zaidi. Kwa hiyo kwa kumalizia, kwa sababu muda tuko wengi wazungumzaji, niseme hivi kwamba ndugu zangu, tumekusanyika hapa kwa nia njema ya kutafuta amani ya nchi hii na maridhiano. Vijana wetu kwenye mitandao wanatukana sana. Paka yule jaji amesema ametukana matusi, simu 300 wanapigiwa Sheikh. Kuna mjinga mmoja ametunga wimbo anamtukana yule jaji. Hamjasikia nyinyi kwenye mitandao? Matusi ya ngooni kabisa anamtukana, eti katunga wimbo na ni Mtanzania mwenzetu, sijui nani, anataja viungo vya mwilini. Huna hata aibu Sheikh, unamtungia jaji, mtu ambaye ana heshima, amefanya kazi katika mahakama ya Tanzania. Matusi makubwa, na ni vijana wetu, alafu unataka misifa. Ukikamatwa leo, wazazi wako wanatia huruma. Samia, tunakuomba mama, mtoe mwanangu, kamata weka ndani. Tunataka Watanzania wenye akili timamu. Mtu mwenye mamlaka kama alivyosema Sheikh. Namalizia aya ya Qurani. Kuna mtu mmoja anaitwa Nimrod. Huyu Nimrod alikuwa ni mpagani, alikuwa anatawala Iraki au Babylon. Huyu bwana aliishi ndama za Nabii Ibrahim. Alihojiana na Nabii Ibrahim na alijiita Mungu. Lakini Qurani inasema alam tara ila alladhi haja Ibrahima fi rabbi. Je, umemwona yule ambaye amehojiana na Nabii Ibrahim? Walikuwa wanajadiliana. Mada ilikuwa Mungu ni nani? Ibrahim akasema rabbi alladhi yuhyi wa yumitu, Mungu wangu ni yule ambaye anaua na anafufua. Yule mpagani akasema kama ni hivyo hata mimi Mungu ana uhi wa mimi naua na nafufua. Akachukua mfungwa mmoja ambaye alimaliza kifungo akamuua. Yule aliyekumua kifo akamwachia huru, akasema hapa nimeua na nimefufua. Ibrahim akasema inna Allaha ya'ti bi shamsi min al-mashriq, Mungu wangu mimi, maana kashaharibu mada ya jamaa. Ibrahim akaama mada akasema Mungu wangu mimi ni yule anayetoa juu ya mashariki na kuleta magharibi. Hiyo ndio nidhamu ya Mungu. Kama na wewe Mungu sasa litoe magharibi ulipeleke mashariki, yule bwana akashindwa. Nabii Ibrahim akaibuka nini? Kidedea. Hii nasema hivi, Qurani imesema huyu mtu Mungu alimpa ufalme, lakini anajiita Mungu, lakini Qurani inasema Mungu alimpa utawala. Samia akapewa utawala na Mungu. Sasa wewe ukiandamana na yebo zako kutoka Tandale, Buza, kwa Mtogole, eti muondoe Samia, utapigwa. Serikali imewapa mafunzo watu, kuna watu ni komando Sheikh, wanakaa porini tu. Hawana huruma hata kidogo. Wala hawajui siasa. Kazi yao ni kuua tu, wapo.
Sasa wewe ukijifanya mjinga eti na wewe unatukana, una kisimu chako cha mkopo, kila siku unalipa shilingi 1,000 utaumia. Kwa hiyo tumesema kwamba sisi viongozi wa dini tutaendelea kutetea amani kwa gharama yeyote ile. Iwe mtatutukana, mtagaragara, mtacheza, lakini tutaendelea kusema amani iwepo. Atuache. Mkisema mmepewa bahasha, kwani serikali kwa mfano ingetupa bahasha, kuna ubaya gani? Wewe na kuuma nini? Si wa Tanzania, mbona wabunge wanapewa milioni 20 kwa mwezi? Ikiwa mbunge analipwa milioni 20 kwa mwezi, kumpa share au mchungaji au nani useme amenunua nani ni kosa? Wapewe. Wape hata milioni 10, 20. Serikali haipati hasara. Maadamu wanapigania nini? Amani. Wewe acha wivu na roho mbaya. Wazaramu wanasema kisokoro kwinyo. Kwa hiyo kwa hayo machache, ndugu zangu, nimalize kwa kusema kwamba tuna sapoti Queen of Africa na serikali yote. Mungu ibariki Tanzania, kazi iendelee.